Na hakuna supu tamu kama ya vitoto vichanga kwa sababu fuvu halijakoma. Mifupa ni laini kama kuku broiler. Kwa hiyo wachawi wanatakaga supu kama hiyo. Ubongo laini. Hawataki supu. Kama una rafiki kuwa naye makini pia. Kukutoa kafara ni jambo la kawaida pala anapochunguliwa na nyota. Pia unaweza ukawa unafanya kazi sehemu bosi anakupenda sana kumbe anakupenda kwa sababu wewe ndio unaingiza hela. Tuambie kidogo kuhusiana na issue ambayo ilitokea kati ya FDQ na Mwana FA paka nyimbo zao zikaacha kupigwa Clouds. Kuna story nyuma yake hapo. Utuambie kidogo. Hiyo issue ilitokea kwamba wao walikuwa wamesha saini mkataba na Clouds. Na sidhani kama walikuwa wamesha saini mkataba kwa sababu miaka yote Clouds ilikuwa inawafanyisha wasanii show bila mikataba. Ni ile tu maongezi ya kwenye simu. Kitu ambacho walikuwa wanaogopeka bila wao utoki. Kwa hiyo keshaambiwa tu tuna fiesta Msoma, sijui Mwanza, Bukoba 500,000 kila show, milioni 1. Sawa. Na ndio maana Watanzania niwaambie kwenye hili kwamba huu ni mwezi wa 6. Tunaenda mwezi wa 7. Miaka ya zamani ya fiesta ya moto ilikuwa mwezi wa 6. Wa Tanzania nafikiri ni mashahidi kwenye hili. Ilikuwa nyimbo nyingi sana JS zinatoka. Kila msanii anatoa nyimbo. Kila msanii na wasanii walikuwa wanatoa nyimbo kwa sababu ya nini? Fiesta. Asikosekane kwenye fiesta. Sasa wewe ni mwanamke. Umejileta mwenyewe. Nikupiga na zako. Nimekupiga afu unaanza kuombea wakati umejileta mwenyewe. Na ndio wasanii walikuwa wanafanya hivyo. Wakijua ni msimu wa fiesta wanaanza kutoa nyimbo. Ili nyimbo zao zichezwe. Kwa hiyo ni rahisi wao kuimbishwa kwa sababu fiesta inaenda mikoa 20, anachotaka ile nyimbo yake mpya ikae kwenye rotation. Ipigwe kila siku. Asifiwe kila siku, atakuepo Tanga, atakuepo wapi? Ila maokoto hakuna. Kushanelewa vizuri. Kwa hiyo FDQ na Mwana FA walikuwa tayari kwenye makubaliano ya kwenye fiesta. Kwa hiyo hawatakiwi kwenda hiyo mikoa kuperform mpaka siku ya fiesta. Kiwepo Mwanza na mikoa mingine. Sasa kukatokea tuzo za Kili Music Awards. Zile tuzo zikishafanyika, watu wameshachukua tuzo zao. Kili ilikuwa na utaratibu wa kufanya shows na wale washindi wa tuzo na wengine mikoa kadhaa. Sawa? Ili yote kupromote hiyo bia ya nini? Ya Kilimanjaro ambao ndio wadhamini. Kwa hiyo wakawa na mkataba wa Kili. Na moja ya mikoa ni ile ambayo fiesta ndio inafanya nini? Inaenda, ikabidi wakafanya show hizo za Kili Music Awards. Moto ukawaka hapo. Kuwaka hapo Mwana FA naibu waziri wetu sasa hivi pending. Hawasikiki. FDQ hataki kusikika. Ndio ilikuwa kifo chao na vipaji vyao. Hiyo ni kauli ya Ruge na management yote ya fiesta. Sawa? Baada ya hapo mimi FDQ ndo akanipigia simu. Bro, uko wapi? Kaambia niko Mbezi Beach. Nakuja na maongezi na wewe. Kaambia po. Nikute same fulani. Kweli FDQ akaja kaniambia kaka, nimenyea kambi 1 2 3 kama nilivyozungumza hapa. Okay, kwa hiyo naomba unisovie hili tatizo. Naomba ongee na Ruge. Kaambia sawa. Nikanyanyua simu mbele yake. Kwa sababu Ruge alikuwa tukiongea akipokea, "Anko unasemaje?" Hivyo kama mimi sasa hivi wasanii wanaoenda anko. Anko vipi? Kaambia poa anko. Sasa na maongezi na wewe. Haya njoo. Nikaenda. Kaambia bwana kuna 1 2 3. Haya mambo ni ya kusameheana. Afu kama hivyo. Na kweli JS mimi sio najisifia. Ukiachilia kipaji au ulimi wako kwambia usifanye hiko kafanya.
lazima walikiwe. Nikikwambia fanye hii biashara au fanye hiki, ukifanya unafanikiwa. Huo ulimi mimi ninao, hata mamangu anawaambiaga watu. Na wale nilio wakataza siku zote waga wanarudi wasema uliniambia. Mimi naweza hata nikakwambia huyu mwanamke kama umempa mimba mtunze yeye na mimba ili usioe, na mtoto mtunze. Alafu ejifanye uoe. Yatakayo kutokea utarudi mwenye. Au mwanamke nikamwambia huyo jamaa sio. Akijifanya anielewi anarudi mwenye. Wengi. Kipaji kingine nilichonacho, sijawahi kuwakalisha watu wawili kuwasuluhisha. Suluhu isipatikane. Hata kwenye mapenzi tu. Na sichukuagi nusu saa. Sababu nakuwa nimeshachukua pointi za huyu. Kwa najua jinsi ya kucheza nazo hapo kati. Ndani ya dakika 20 watu walishakumbatiana fresh, mambo yanaendelea. Washikaji hivi wamegombana. Nilishasuluhisha. Ila wewe utaki kusuluhisha. Sasa mimi na Klaus ni maadui wa kudumu. Kama Urusi na Uingereza. Okay, sawa, tumalizie. Umeelewa? Ugomvi wa Marekani na Urusi unasurika. Mambo China na Marekani na Klaus. Hiyo ugomvi toka 2006. Paka unakufa. Paka nakufa hakuna suluhu. Unaweza ukalisisha watu. Umeona sasa? Sawa. Kwa hiyo kweli nikasuluhisha. Lugha akaniambia sawa. Kampigia FDQ. Natoka hapo na Mwana FA. Ngoma zikaanza kufanya nini? Kuchezwa. Akarudi kwenye mahusiano kama kawaida. Mpaka leo wana mahusiano mazuri. Lakini mimi ndio niliplay part hiyo baada ya FDQ. Sawa. Ila hapa nataka uadmit kitu kimoja. Kusema ukweli kabisa kwamba hapo zamani za kale bila Clouds msanii alikuwa sikiki. Kwa sababu ni yani Clouds walichokitengeneza. Kama nilivyosema siku ile. Utamaduni wao au mfumo wao ni wa Kimarekani. Kwamba sisi Marekani tunaitawala dunia. Na wao walijikita kwenye hicho kitu kwamba sisi ndo tunatawala mambo ya burudani hapa Tanzania. Kama slogan yao. Yes. Tunakufungulia dunia. Uwe unachokitaka. Yes. Kwa hiyo walichokiwini pale ni kwamba mimi ndo mwenye East Africa TV na radio. Mfanyakazi wangu, mtangazaji wangu ni wewe. DJ wangu ni wewe. Na walipa mshahara. Lakini nyinyi hao ni machawa wa Klaus. Kwa hiyo uwaga mna posho zenu. Nyimbo mnazozicheza mnapangiwa kutoka Klaus. Na CD mnaletewa ya nyimbo 20-30. Kwamba hizi ndo za kupiga na top 20 yenu lazima msikilize top 20 yetu na mpangilio uwe hivyo. Sawa. Hapo nataka nijazie wakati tunaendelea. Ilisaidia au haikusaidia kwa baadhi ya wasanii? Wasanii walipata umaarufu lakini sio maokoto. Okay. Na kuna wengine walioumizwa kwa sababu uko against na Klaus, ikiwepo mmoja wapo mimi toka 2006. Okay. Lakini mimi nasema hawajaniumiza, wameumiza hao. Kwa kuna baadhi walinufaika. Yes, ambao sasa wao ni waoga, ni watumwa. Na ndio baada ya hapo wakiachwa na Klaus ndio wao unaona wako mtaani. Wamepotea. Okay. Sasa wamenufaika nini? Umaarufu kunuka. Kipindi hicho unaambiwa kila mtu na wakati wake. Nitengeneze kuwa star. Ndio maana Sugu alishaimba akasema muziki na maisha. Usini promote kwenye muziki afu sina maisha. Ni muziki na maisha. Sawa. Okay. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mfumo wa Klaus uko hivyo wa Kimarekani. Radio za Mwanza wana watu. Si wapi wana watu. Ndio maana unavyoona. Hii nishawahi kukuhadithia issue ya Majizo. Kwanza Magic FM ilivyokuja, mimi Magic ndo nimezindua. Wanafungua frequency Arusha. Mimi ndo naenda na mabosi Matonge, uwanja wa Matonge watu wa Arusha wanajua. Mimi ndo nimeenda kuperform uwanja umejaa. Free concert. Kuizindua Magic FM ndio ianze kusikika wapi? Arusha. Lakini walikuja kunigeuka. Wakapandikizwa watu pale, wakagewa pesa kwa sababu wanajua Dubai yuko na Magic, na Magic hapo ni ya moto. Inashindana Klaus. Kwa sababu kuna media zilikuwa zikifunguliwa tu radio. Akili yao yote ni kuhakikisha wanaisambaratisha nini? Wanaisambaratisha Klaus. Ila wao viongozi bila kujua, ma DJ wao wakali
hawachukui DJ poyoyo. Yaani wana target kwenye vile vipindi konki. Umeelewa sasa hapo? Vinavyosikilizwa kwenye radio, especially wanaocheza bongo flavor. Hawa wa vipindi vya jioni si vya asubuhi hawataki. Wale wa vipindi vya bongo flavor, huyo anavutwa na huyo anavutwa. Oya basha yenu hapa, msicheze nyimbo za Duduba. Magic ikatokea hivyo. Ikaja Majizo akanipigia simu. Sijawahi kuwa na ugomvi na Majizo. Kipindi hicho Majizo ni Majei. Majei. Sawa. Mimi Double G sijatoka. Tunapiga show mimi na Majei hapa Tegeta. Ukumbi wa Ungwana tunajitafuta. Sawa. Yeye baadaye akapata kazi akawa DJ Magic FM. Mimi na mimi nikatoka kwenye muziki ni wana. Majei akaniita mimi. Hapo Knet ilipokuwa nani EFM zamani. Round about ya Kawe. Tuko ofisini wawili akaniambia Duduba nafungua radio yangu inaitwa EFM. Na hakikisha wasanii wote walioonewa na Clouds na warudisha kwenye chati wote wa zamani. Kwa hiyo mbinu yako ya kwanza ni ipi kuwarudisha? Majea akaniambia kwanza ni kualipia studio wa rekodi nyimbo mpya, radio yangu ndio inakuwa inacheza. Umewalipia kina nani? Akasema Mabaga Fresh, Inspector Haruni, sui na nani akawataja wengi watemeke. Wana rekodi studio gani? Mazuru Records. Kama nakumbuka Mazuru Records ilikuwa Mabibo. Kwa hiyo nataka na uende Mazuru Records ka rekodi nyimbo 2. Mazuru atazileta hapa zitakuwa zinachezwa. Kaambia sawa. Akampigia Mazuru. Duduba anakuja. Mazuru akasema poa. Nilikuwa siye kufika hata hiyo studio na Mazuru mwenyewe sija kwa namsikia Mazuru Records basi. Kanaelekeza Mabibo sehemu fulani kweli. Majizo nakumbuka alinipa $100,000 kama tu ya kuendea wapi? Studio. Kaambia sawa. Hapo Majizo hajaanza usajili wa mabosi kwanza kama program manager na yes ndio top. Sasa mabosi kwa sababu unapofungua kampuni uanze na mabosi. Hao mabosi ndio mtasaidiana kuanza kuleta wafanyakazi. Bosi wa kwanza aliyemchukua yeye ni Dizo Ponela ambaye ndio alikuwa manager wa 20% pamoja na Mani wote kama producer. 20% akachukua tuzo 5 wakagombana ndio wamemzima nani 20% mpaka leo. Dizo Ponela ndio alikuwa assistant program manager wa Magic FM. Majizo akiwa DJ pale. Manager program manager mkuu alikuwa ni Datu Simango ambaye ni dadake Fina Mango. Fina Mango alikuwa mtangazaji mkubwa Clouds na akawa na cheo. Ambaye Fina Mango alikuwa mwanamke wa Ruge. Maana yake Datu Simango ni shemeji. Ruge ni nani? Shemeji yake. Umeona hiyo network? Datu Simango ni Kingonyani tulikuwa tuna hang. Wanakuja kwangu Sinza marafiki. Walishikwa masikio wakanigeuka. Na hata uzinduzi wa Magic ya Arusha ndio tulikote tulisafiri na private car wote. Hoteli moja wote. Angalia wakanigeuka. Ndio Majizo sasa anafungua ndio kamleta Ponela akawatoa wengine Magic kawatoa wapi. Lakini mimi sasa wakati natoka pale kwa Majizo ofisini poa. Mimi nilipoingia kwenye gari nikasema moyoni sasa naongea nikasema Kimoyo. Unajua mimi naweza nikaongea kwa mdomo au nikaongea. Naweza nikakujibu kwa mdomo nikakujibu kimoyo. Na nikikujibu kimoyo unajua nimekudharau. Kasema Majizo mara 3. Majizo. Huijui hii game. Huijui system. Hii system mimi naijua. Mwanzo mwisho hujui. Unakurupuka tu kufungua radio. Ngoja tuone. Mimi Mazuni kaenda pale katengeneza beat hata sikuwa na mzuka hata akurekodi. Sababu najua vision ya Majizo haiwezi kutoboa. Kaambia Mazwebu achana na mimi. Sikurekodi na sikutoa nyimbo ila studio nilifika. Kaachana na. Sikumpigia Majizo. Siku hapo usajili EFM imekuwa kubwa. Kafungua na TV. Wafanyakazi kawatoa wapi? Clouds. Magic FM. Sawa. Ni wale machawa. Wale masinchi maadui wa Duduba. Yako wapi? Hao wasanii waliolipia studio wakina Inspector Haruni Mabaga Fresh wako wapi? Na yeye kahamia tu kwa hao wasanii wa Clouds ambao ni new generation, ni uongo kweli. Na ndio mpaka leo anawatoa
anawashawishi wakina Harmonize wanatoka Wasafi, sio wakina Mario wote wako na EFM. Kwa yuko kwenye mfumo ule ule wa majizi, mashetani. Na ukitaka redio yako hapa Tanzania ipate matangazo, iwe powerful, ni lazima uingie kwenye mfumo wa kishetani. You get my point? May I clear? Is it clear? Yeah. Ukitaka kiredio chako, kitv chako kiwe powerful, ni lazima uingie kwenye mfumo wa kishetani. Ndio utaona TV yako, redio yako inapata matangazo. Sio mfumo wa watu wanaojua biashara. Sasa dunia sasa hivi yanayojua biashara si yote yako kwa shetani. Sio wote. Wengine tu wanafanya biashara zao fresh. Pesa nyingi duniani sasa hivi 80% ya shetani. Ya Mwenyezi Mungu 20%. You get my point? Kwa ndo akaingia kwenye mfumo. Unaona watangazaji wanatoka Clouds wako hapo, watoka Magic wapi? Hapo nikawa tena EFM nimezimwa. Imekuja Wasafi 2018, kila Mtanzania aliona. Kumbe lozi na wauma. 2019 majeshi yakawekwa pale. Ndio maana ni sikwenda hata kupanda mlima Kilimanjaro na Wasafi, sababu nikaona natembea na mashetani. Natembea na watu ambao ni bad people to me. Kama nilivyosema, unaweza ukaenda kwenye show, ukashangwa kwenye show, mtu kajaza mapuli ya bangi, kajaza kilo 5 za unga, madawa kulevya kwenye begi, akapeleka reception. Hawa mapokezi wa Tanzania wana akili timamu hao, unavyoona wewe? Nakuuliza tu. Wako makini? Mimi sijai kwenda mapokezi. Unaweza ukashangaa nyinyi mko kwenye show. Sawa. Watu wakajiunganisha, begi likajazo unga, likawekwa mabangi. Alafu wewe hapo JS ukatumwa sasa umevaa t-shirt ya Wasafi hivi. Na wakati huo ulikuwa unaonekana pale reception, walishakuona wahudumu. Ukienda na lile begi ukasema Dubai amenituma hili begi, amesema lisikae mapokezi, lipelekwe chumbani kwake. Hawa reception mandindinde watashindwa kupeleka? Sema siku hizi kuna makamera. Sawa, watashindwa kupeleka? Wanapeleka. Likishawekwa kule wewe unarudi sasa. Alafu walio kufanyia hivyo tayari walishawatonya polisi. Bwana Dubai anauza unga, anauza bangi. Chumbani kwake ana mzigo. Defender hili hapa. Ngongongo tunataka kusachi. Watu usajiamini tu. Sachi. Sachi. Unashangaa kwenye kabati. Watu wanatoa mpaka waje wajue sio wako. Sio wako. Sio leo ba. Shaneo. Kwa hiyo ndio sababu ya kuwatema Wasafi, kwa kuhofia kama haka kademu kalitumwa inshu za kina Gigi kuzimua mziki, sijui nani, fitina zote hizo ni tekniki na mbinu ambazo zilikuwa zinatoka Clouds pamoja na haya mashoga na kila kitu. Kesi ile ilivyokuwa. Kwa hiyo nikaona watu ni wakukaa nao mbali. Shanaelewa vizuri. Sawa. Kwa hiyo tunataka kuconclude kwamba kwa kipindi hicho bila Clouds wasanii walikuwa hawawezi kufanya vizuri au kusikika zaidi. Kama Clouds wanakuambia tunakufungulia dunia, kuwa unachotaka. Kwa hiyo ndo maana yake hiyo sasa, au unataka kuniambiaje? Unajua Tanzania tuna tatizo moja kwenye music industry. Ma DJ wa Tanzania wanaamini kwamba bila mimi kucheza wimbo wa Dubai hawezi kusikika. Wanashindwa kuelewa kwamba bila mwanamuziki kurekodi muziki na kutoa muziki, wewe huwezi kuwa DJ. Wewe mtangazaji huwezi ukafungua maiki yako bila muziki, bila beat. Kwa sababu hata unaona wanavyoongea si kuna beat chini. Ile beat si ni muziki ule. Basi wangekuwa watangazaji wanaongea, basi wamezima kila kitu, zinasikika sauti tu. Ungepata flavor? Hapana. Ungesikia la? Hapana. Na ndio maana kila kipindi watangazaji wakitaka kuongea kuna mdundo pale. Wanaongea juu ya mdundo. Yote hiyo ni entertainment. Huo ni muziki. DJ huwezi kuscratch bila mwanamuziki. Kwa hiyo sisi watatu, DJ, presenters, artist, we are in the same boat. Tuko kwenye boti moja. Tunategemeana. We need each other.
Umeelewa vizuri? Sawa. Sasa tatizo la Tanzania huo ulimbukeni. Sasa nauliza nyima DJ, kama bila sisi kurekodi muziki, basi weka hizo mashine zako, si mnasemaga 1 and 2. Sasa alafu vua nguo zote, baki uchi, alafu weka makalio yako juu ya mashine pale, alafu scratch uone kama yatatoa sauti. Kama hayo yako yatatoa mdundo. Kwa nini? Kuna vitu vingi kwenye mwili wa binadamu, kuna vitu vingi sana kuna mikono kuna pua. Kwa nini Dudubaya? Yes, so unajifanya kuchi kuchi. Sasa vua nguo. Sio kwa studio. Kalisha makalio yako hapo. Alafu anza kuchi uone kama yatatoa mdundo hayo yako. Kama yatatoa sauti. Sasa ni makalio yako unatuvuruga. Shara, kwa hiyo you people you have to change. We need each other, tunategemeana. Tunategemeana. Wewe bila sisi kutoa nyimbo, wewe sio DJ bora. Wewe tuseme tu hata sasa hivi dunia sasa hivi, nenda kwenye kumbi za starehe. Jifanye wewe DJ unapiga sana nyimbo za kizungu, za Marekani. Hujapiga mapiano, hujapiga muziki wa Nigeria, hujapiga bongo flavor. Utaona watu wote wamefanya nini? Wamekaa. Ukipiga nyimbo za kizungu. Uongo kweli? Kweli. Piga muziki wa Kongo, piga muziki wa Afrika, including bongo flavor. Watu wote wanafanya nini? Sasa kaa na nyimbo za kizungu za kila Chris Brown, nione kama kuna mtu atanyanyuka. Wanakaa. Na DJ unapopiga muziki watu wakikaa, wewe sio DJ. Unatakiwa upige watu wafanye nini? Waliamshe. Ni sasa na mwanamuziki akipanda jukwani anahitaji watu wanyanyuke. Kwa hiyo tunategemeana. Ma DJ Tanzania watangaza badilikeni, acheni. Bila mimi msanii atoki. Huna akili vizuri. You have to change. Sawa, Dudubaya, nataka kusikia kutoka kwako kwa sababu kumekuwa kuna stories nyingi sana ambazo vijana tunazisikia kuhusiana na masuala ya kafara. Sijui fulani katoa kafara, sijui kuna watu wanatajirika ili kwa kutoa kafara na vitu kama hivyo. Wewe binafsi mpaka umefika umri huu miaka 40 na ulishawahi kutoa kafara? Sijawahi kufikiria. Na ninawajua washikaji kibao ambao wameshatoa kafara na wana hela zao za masharti, na wajua siwezi kuingia kwenye huo mfumo. Kumbe kuna watu wanajulikana kabisa. Yes. Okay. Kafara zipo za aina nyingi. Kuna kuua mamako, na ukishaanza kutoa kafara usizani umetoa kafara mamako umetajirika eti ndio mwisho wa zoezi. Ni endelevu. Katoka mama kwa sababu hawachoki kunywa damu, wanasikia njaa na wao. Watataka baba. Watataka watoto. Kuna watoto wanne mmoja baada ya mwingine. Kuna kafara zingine watu wanalala na mama zao. Na ndio unaweza kukuta mtu ana hela. Alafu ana nyumba hata 10. Lakini unakuta mama yake anaishi naye nyumba moja. Huyo mtu kwa naye makini. Kwa nini usimpe mamako nyumba ya Bagamoyo? Akae. Kwa nini wewe umeoa na mamako anaishi nyumba hiyo hiyo? Hiyo ni kafara. Sawa. Pia kuna kafara za kutoa wafanyakazi. Unaweza ukakuta kila mwaka mfanyakazi mwenzenu anakufa. Sawa. Kafara. Kuna kafara unaweza ukatolewa na rafiki yako. Inategemea. Labda nyota yake ni kali ukafa, ile nyota akabaki na yeye. Kuna kafara kwenye mapenzi. Jamaa ameambiwa katafute mwanamke kwamba anakuwa na mwanamke. Kwa hiyo yule mwanamke ana nyota kali. Kwa hiyo mafanikio yake yote yanasababishwa na huyu mwanamke. Na amuui wala nini. Lakini anatumia nyota yule mwanamke. Na kuna mengine kafara kama hivyo, unaona watoto wanalawitiwa kila siku. Mtu yuko migodini, yuko wapi, anaambiwa nenda kalawiti mtoto. Ndio maana sasa hivi hata serikali, hata wewe JS nyumbani kwako, kaja mjomba wako katoka from nowhere, usije hapa Dudubaya TV kunifanyia interview, umeliacha kule na mwanao. Ninamdanganyia pipi, kumbe unakuja kushtuka halipo na mtoto ameshaharibika. Kwa sasa hivi ukija hata hapa mimi na watoto, utalala jikoni. Haulali chumba kimoja na mtoto wangu. Utalala jikoni kama panya, kwa sababu panya wanalaga jikoni. Kwa sababu kuna viporo kule jikoni, utalala jikoni.
sichezi na mtoto wangu karibu na mashetani. Kuna kafara ya kama hivyo, mtu anatumwa na mganga, tunataka sehemu za asili za mwanamke, matiti na sehemu za asili za huko. Unakuta mwanamke anachukuliwa na jamaa, anajua akapata danga, anaenda naye sehemu, wanamzimisha, anakatwa sehemu za asili. Na hiyo ipo sana. Na kuna nyingine ya mwanamke unaolewa, lakini yule jamaa shariti lake kikuwa tu mimba miezi 6 mingapi, katoto ndani kamekoma, mimba inaharibika. Kumbe wanataka zile damu za kitoto kichanga cha tumboni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa unakishika mimba, ndio unaona hata kwenye makanisa mimba zinatoka tu. Unakuta hata kwenye ukoo wako hiyo ni kafara. Au mume wako kafanya hivi, ukoo wake upande wake wanataka hicho kitu. Nyingine, mwanamke mtoto, mkishapata tu mtoto bado mko hospitali, bado ni kichanga, kinakufa. Mnaenda kutafuta mimba nyingine. Unakuta yule mwanaume upande wako wanataka hivyo vichanga. Na hakuna supu tamu kama ya vitoto vichanga, kwa sababu fuvu halijakoma. Mifupa ni laini kama kuku broiler. Kwa hiyo wachawi wanatakaga supu kama hiyo. Ubongo laini. Hawataki supu. Ustaz, ushakuonja nini? Hivyo vitu laini. Na ndio maana tuambie ukweli wa giza. Mtoto mchanga. Hata mafuta, yani waga hadi wanakaanga mafuta yale. Mafuta ya mtoto mchanga wakati amekaangwa. Ni dili kubwa sana kwenye ulimwengu wa kichawi. Kabisa. Umeona? Kwa hiyo sasa wanataka supu. Kwa sababu wachawi wengi ni vibogoyo, hawana bado vile vizee. Kwa hiyo nyama ngumu hawezi. Nyama kama yako. Kwa mfano wewe wataketi kafara ya Karimu Mandonga. Kweli wanaweza kala mifupa ya Karimu Mandonga wale supu migumu. Mikono yote ilishapigwa hii na kwenye ubondi imekomaa. Kifua kimekomaa, mbavu zimekomaa ile panji. Kichwa cha Mandonga fuvu lenyewe limekomaa sababu ya zile ngumi. Sasa wale wazee wataitaka supu ya mtu kama Mandonga. Wanaishia kufyonza tu mifupa. Hawataki. Wanataka supu ya vichanga laini kama broiler. Ushaelewa vizuri. Kwa hiyo kafara zipo za aina nyingi. Ujumbe wangu ni kwamba kama una rafiki, kuwa naye makini pia. Kutoa kafara ni jambo la kawaida pale anapochunguliwa na nyota. Pia unaweza ukao unafanya kazi sehemu, bosi anakupenda sana, kumbe anakupenda kwa sababu wewe ndio unaingiza hela. Kwenye ukiondoka wewe kampuni haingizi. Na ndio maana unaweza ukakuta kwenye ofisi bosi anakuganda, anakupendelea mpaka wenzako wanachukia. Hakupendelei bure. Kuna kitu. Mwanamke, kuwa makini. Usione tu jamaa na hela, nimepata kumbe umepatikana. Kama unakumbuka uchaguzi wa pili wa Magufuli akiwa rais, alimwambia IGP Silo, nenda Kandaziwa na kikosi maalum kapige patrol waganga wote, sitaki kuona wakati wa uchaguzi albino anauawa kikatili. Ndio IGP Silo mikoa yote ya Kandaziwa alikamata waganga hivi. Aliyeponyoka ni mmoja tu anaitwa Mwanamiwa, yani hilo ndio likonko dilo. Sio litorokaje kwa sababu na ndio lina data na ndio lina wateja wakubwa. Na nakumbuka IGP Silo alikuwa Central Police ya Shinyanga na IGP wa Shinyanga. Kwenye vyombo vya habari akazungumza, wewe Mwanamiwa popote ulipojisalimisha. Yani jisalimisha haraka sana hapa kwenye kituo kwa RPC wa Shinyanga. Tena na ITV ilirusha hiyo taarifa habari. Lakini wengine walikamatwa. Unakuta mganga kakamatwa, kakutwa na ndoo ile kubwa ya maji ile. Ina sehemu za siri za wanawake. Ndio yale ndio zungumza mwanzoni. Mwanamke unaenda unakatwa sehemu za siri, wewe unajua nimepata. Unazimishwa na ukishakatwa matiti sehemu za siri, damu imemwagika kwa wingi. Wewe utakuwa si maiti tu. Kwanza lazima ufe ili wakate.
Sasa kwa hiyo kama mganga wamekutwa na hizo ndoo za sehemu za siri za wanawake, ni wanawake wangapi wamepotea? Kwa hiyo kafara zipo za aina nyingi, na ndio dunia tuliopo sasa hivi. Vijana wadogo kama wewe wanataka shortcut way, na sasa hivi hawana huruma. Yaani akiambiwa tunataka damu ya mama yako mzazi, poa. Tunataka ya babako, poa. Tunataka ya mtoto, poa, sintazama mwingine. Kwa vijana wako hapo, dunia iko hapo, na ndio maana nazungumza pesa ya shetani kwa sasa ni 80%, ya Mwenyezi Mungu ni 20% kwa wale wacha Mungu na wanaotafuta kwa jasho. Wengi wako kwenye shortcut way, ndio maana mashoga kibao, uzurumati, ufisadi kibao, ukatili kibao. Tunaua albino kikatili. Easy. Wanalawiti watoto easy. Mtoto mdogo unaanza kumuingilia libaba lizima. Paka sasa kuna vizee uliona hata Arusha kule kizee switch cha miaka mingapi kimelawiti mtoto mjukuu. Kafara. So na wasi kama Magufuli alivyosema, na kweli uchaguzi ulipita bila albino. Na juzi nimeona waziri wa jamii Dorothy Gwajima bungeni alitoa takwimu, ubakaji, ukatili wa kijinsia, watoto kulawitiwa, kiwango kimefanya nini? Kwa maana hiyo tulipongeza jeshi la polisi na pia wizara husika chini ya waziri Gwajima. Umeelewa vizuri? Na ndio wizara, katika wizara huu mwaka wa fedha, katika wizara ambayo imeomba pesa ndogo sana kuliko wizara zingine zimeomba mabilioni, lakini wizara hii ya Dorothy Gwajima imeomba milioni 700. Ndio wizara iliyotangazwa imeomba pesa ndogo kuliko wizara zingine. Kwa hiyo ana perform vizuri mheshimiwa. Sawa. Umeelewa vizuri? Na napo si hapa tunaelekea kwenye uchaguzi. Wa Tanzania popote ulipo, mlinde albino. Mtoto wa mwenzio nawe ni wa kwako. Mlinde popote ulipo, simama mlinde albino. Kijijini mlinde albino jirani yako. Mjini mlinde albino. Tunaenda kwenye kipindi cha uchaguzi, tuna uwezo wa kuwashinda na shetani wao tukiwa united, kuhakikisha hata watoto wanaolawitiwa, mlinde mtoto wa mwenzako.